Gazeti Mwananchi yenye habari iliyopewa kipaumbele ni kizungumkuti, serikali ya Askofu Gwajima ngoma bado ngumu, polisi wavamia kanisani, waumini wasimulia walioyapitia, Gwajima hajulikani alipo, waumini waweka kambi nje, Bagonza tema nyongo, kamanda Murilo atoa kauli. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 gazeti hili. Habari picha ikionyesha baadhi ya waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima wakiwa nje ya kanisa hilo. Kwa nini kanisa lifungwe? Kufungwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima kumeibua mjadala, huku wengi wakihoji sababu waumini kunyimwa haki ya kuabudu. Wanaamini kuwa adhabu hiyo ingeweza kuelekezwa kwa Askofu Gwajima na si kanisa nchi nzima. Wakili Kibatala ajipanga kuingia kazini kulitetea kanisa, haki ya Gwajima kupigania haki yake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika bei ya vifurushi bima ya afya vyazua balaa, habari katika ukurasa wa 3. Wazawa sasa kupewa mradi wa mwendo kasi, habari katika ukurasa wa 11. Ni kwenye mradi wa mabasi yaendayo haraka DART awamu ya pili kati ya Gerezani Mbagala ambao umekamilika zaidi ya mwaka mmoja, na kilichokuwa kinasubiriwa ni mabasi ili wananchi waanze kunufaika. 225 idadi ya mabasi mapya ya mwendo kasi yanayoelezwa yataingizwa nchini hivi karibuni kwa ajili ya kutoa huduma njia ya Mbagala. Habari picha inaonyesha abiria wakisubiri usafiri kwenye kituo cha mabasi ya mwendo kasi Dar es Salaam. Chauma yaja na sababu 3 kuikabili CCM. C4C iko Mwanza, habari katika ukurasa wa 6. Majaliwa aonya vijana viashiria vya choko, habari katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa vijana wa Tanzania kutojiingiza katika ajenda za watu wachache wanaolenga kuvuruga. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi.